Hali yako mtazamaji wa Bongo Headlines, karibu sana kupata mwendelezo wa taarifa zile za kimichezo. Langu jina ni Dickson John, nyuma ya kamera tutakuwa pamoja na Medadius Mandoro. Yote kwa yote ni kuelekea kwenye mchezo mkubwa, mchezo wa kombe la shirikisho unaochezewa hapa kwenye viunga vya Tanzania. Na mchezo huo ni kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane. Ni mchezo wa pili baada ya ule mchezo wa kwanza kutamatika kule Berkane Morocco, na wenyeji Berkane wakashinda bao 2-0. Hivyo Simba wana kibarua cha kwenda tena kupindua meza ili kuwa washindi, wajihakikishie ushindi katika mchezo huo ili kubeba kombe hilo na kuiheshimisha nchi yetu ya Tanzania. Hapa nipo na Nasoro na tutakuwa pamoja kwa ajili ya kuendeleza mjadala huu kwa yale ambayo yanajiri, hasa huko Wekundu wa Msimbazi wakiwa wapo Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya kukabiliana na timu hiyo ya RS Berkane, sisi tukiwa Dar es Salaam, lakini pamoja na sisi pia wana michezo tutaungana nao siku ya Jumapili kwa ajili ya kufuatilia mchezo huo mkubwa hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Nasoro, habari yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia baraka tele kufika siku ya leo. Uko vizuri? Nipo vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Afya yangu ipo vizuri, sisikii maumivu popote pale. Hakuna sababu ya kukosa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, kuna mchezo mkubwa unaenda kuchezwa siku ya Jumapili. Najua Nasoro wewe ni mwanamichezo, ingawa ni shabiki wa Young Africans, lakini mwanamichezo lazima ujue taarifa za kimichezo. Sijajua kama na wewe utakuwa ni mmoja ambaye utashiriki kwenye ule mchezo, maana onyo kali limeshatolewa kwa walioko nje na ndani ya Simba kuihujumu Simba. Wenda nyie mashabiki wa Young Africans mkaonekana kama ni sehemu ya kuhujumu Simba Sports Club. Ujue kuna kile kitendo alichoongea mzee Dalali na msemaji wa Simba kimewashangaza sana wa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ujue Dalali, mimi kwa akili yangu mzima yule ni mzee, sawa? Na mtu mzima mimi kwa akili zangu zinanipa mtu mzima siku zote anawapatanisha vijana, sio vijana wagombane, kwa sababu Simba na Yanga ya sasa hivi tofauti. Kipindi yupo yeye, siushanielewa? Kipindi wapo wao Simba na Yanga walikuwa watu wanafukuzana, wanapigana. Huko Simba na Yanga ishatoka. Labda nimwambie mzee Dalali, huko anakoongea yeye Simba na Yanga ishatoka. Sisi tumecheza finali hapa na Salja, sawa? Simba alikuwa majukwani na mechi iliisha hapa, Yanga akafungwa goli 2. Hakuna mwana Yanga yote alienda kumpiga shabiki wa Simba. Na mashabiki wa Simba waliachiwa waongee na waandishi wa habari, na waliongea na mliwaoji, sawa? Ukija kutizama sasa hivi mechi nyingi za Yanga Afrika, sawa, mashabiki wa Simba wanakuepo, hawapigwi hata nini. Sasa kitendo cha jana mzee Dalali alichokiongea kwa kakosea. Kwa hiyo mzee Dalali anaonesha kabisa kwa Watanzania yeye hawaamini wachezaji wake, anaamini ushirikina. Vipi? Amesema watu wataenda kwa hujumu. Sawa? Sisi tuende kwa hujumu, sisi tunacheza? Si hatuchezi mpira. Ile finali hazuiwi mtu yoyote kwenda kuangalia. Labda nimwambie mzee Dalali, hili ni finali. Finali hazuiwi mtu yoyote kuingia. Na finali sio ya Simba. Yeye anasemaje wanatakiwa mashabiki wa Simba tu. Hii finali kuna mashabiki wa Berkane, kuna mashabiki wa mpira, kuna mashabiki wa Simba. Kwa hiyo wewe huwezi kuwazuia watu. Kuna Watanzania wanashangilia Berkane. Wapo Watanzania. Wapo wanashangilia Berkane. Watanzania wanashangilia Arsenal, wapo Watanzania wanashangilia Real Madrid. Sawa? Uhuru wa mpira hakatazwi mtu kushangilia anachokipenda. Labda nimwambie mzee Dalali, maana nahisi labda kidogo kila wakati umri unavyoenda na akili zake zinapungua. Itakuwa kila umri unavyoenda na akili zake zinafanyaje? Zinapungua. Mtu mzima kama mzee Dalali hawezi kuongea eti mashabiki wa Yanga wakienda uwanjani wakifungwa watakuwa watoki watu na watu wataenda kuzikwa. Huu mpira fair play. Huyu mzee vipi? Anaumwa akavurugwa? Kwanza anajiwekea hatari ya maisha yake. Ila Nasoro alisema wale watakao hujumu. Ndio maana nikakwambia, kwa hiyo Simba wanaamini sana uchawi kuliko wachezaji wao. Kwa hiyo yeye anasema wa Yanga wataenda kumhujumu. Yanga wataenda kumhujumu nini? Yanga wataingia uwanjani kucheza kwenye pichi? Hapana. Kwa hiyo Yanga wanawahujumu nini? Anasema mwaka 93 walihujumiwa na Yanga. Walihujumiwa na Yanga wenyewe, viongozi wa Simba waliuza mechi. Kwani watu hawajui?
Mwaka 93 viongozi wa Simba waliuza mechi. Asidanganye Yanga waliwahujumu. Na sasa hivi mzee Dawali anaanza kuongea, inaonyesha kabisa 99% kuna viongozi wameuza timu pamoja na yeye. Yaani mechi ishauzwa kabla. Ishauzwa kwa Dalali anavyoongea, maana yake mechi kauza. Hauwezi kwenda kuongea eti watu wa Yanga wakija wakifungwa atoki mtu. Wewe unajuaje kama anaenda kufungwa? Yeye alijuaje kama anaenda kufungwa? Na pili, ule mpira na pale uwanjani wanaingia watu wengi. Bahati mbaya mtu wa Yanga kaanguka kafa, mtuhumiwa nani? Ile kauli yeye kashatoa na watu tunazo kwenye simu. Mtu wa Yanga kaingia uwanjani kaanguka akafariki, mtuhumiwa nani? Tukirejea nyuma lazima tuanzie pale. Tukirudi nyuma lazima tuanze kwa Dalali. Si ndio weka zungumza watu watakuwa watoke, labda nimwambie mimi mmoja wapo na safiri naenda. Soro utakuepo? Mimi nitakuepo na safiri naenda. Na hakuna mtu anaenda kuzuia kukosa kuingia uwanjani. Sisi tunasafiri tunakwenda. Finali yetu sisi Simba walikuja waliangalia. Sisi tunakwenda tunaenda kuangalia. Hakuna kutuzuia. Sisi Berkane. Nyie Berkane. Sasa tunavaa jezi za Berkane. Anazuia mashabiki wa Berkane? Azui. Sisi tunavaa jezi za Berkane, maana mashabiki wa Berkane. Kwa hiyo Berkane watazuiliwa mashabiki wake wasiingie? Hao mashabiki wa Berkane watapigwa? Sisi tutaona kama nchi itaruhusu mashabiki wa Berkane wapigwe. Pili, kuna kitu kimoja, inabidi uandae quality ya timu. Msiamini sana ushirikina. Hata kama mkifanya ushirikina, kama quality hakuna mtapigwa tu. Si ushaelewa? Kwanza waandae timu. Sasa yeye anavyoongea vile maana sana watu wachezaji kwenye mchezo. Maana yake wachezaji wanajua sisi tunaenda kushinda kumbe washaloga. Kwa hiyo anafanya ushamba. Na mimi nataka nimwambie zile zama zao za kupigana kwenye majukwaa yashakwisha. Sasa hivi Simba na Yanga hatupigani kwenye majukwaa. Utakuta mimi nampigia simu Mzalamu ananipigia mimi simu. Juzi hapa tulikana kina jibi 64 tunakaa tunaongea ule mpira wa kizamani wao. Sisi sasa hivi hatuongelei mpira wa kizamani. Sisi tutaongelea viongozi wetu wanapokosea, viongozi wetu wa Simba na Yanga wanapokosea tutawaambia ukweli. Haya masuala ya kutuletea zama za kizamani, eti Simba na Yanga iwe wadui, hawazikani, hii haipo. Sasa hivi Simba na Yanga ni watu wa kwenda kuzikana, ni watu wa marafiki. Si ushaelewa? Wao wanachokifanya wapambane wachukue kombe kusudi situmie. Kusudi viongozi wetu wapambane kwa nini Simba akachukua kombe. Si ushaelewa? Hasilete masuala ya kupigana. Masuala kwenye kupigana finali haipo. Yeye akae apambane na timu yake kusudi wachukue kombe, si watu wa Yanga tuumie. Kama watafungwa, hawezi kutuzuia uwanjani sisi tusishangilie. Sisi tulifungwa hapa finali sio alishangilia. Hivi kipindi kile maneno kama haya kwenu hayakuwepo? Hakuna kiongozi wa Yanga, hata mzee wa Yanga, finali ya Yanga anacheza hapo ulisikia kama kakatazwa shabiki wa Simba au shabiki wa Simba yote ataingia uwanjani atauliwa. Hakuna. Yanga wana wazee timamu. Susha leo Yanga wana wazee timamu, Yanga wana msemaji timamu. Ndio msemaji wa kwanza ananiambia eti watu wataenda kuzikwa makaburi ya Zanzibar na Kisutu. Wewe umekuja kuongelea mpira, umekuja kuongelea watu wafe. Ndio maana kila siku nakuambieni kuna wasemaji na waimba taarabu. Tunasikitika ndani ya mpira wetu wameingia waimba taarabu. Kwa sababu msemaji kama jana anaongea kwenda kumzika, unaenda kumzika nani? Simba bila Yanga inawezekana? Atakutania nani? Ni watani wa jadi. Sisi ni watani wa jadi tokea enzi hizo mpaka leo. Tokea enzi hizo hujasikia mtu kauliwa uwanjani. Tokea kipindi hicho hapo kina Ngozoma Matunda. Sawa? Mpaka leo hakuna uliosikia Simba na Yanga wameuana ndani ya mpira. Na watu wanaenda wanazomeana. Mwaka 93. Sawa? Yanga walishangilia uzalendo umetushinda. Sio mwaka 93. Kapigwa nani? Kapigwa Simba. Kuna shabiki wa Yanga kapigwa? Hapana. Huo mwaka 93 anaongea? Hapana. Bahati mzuri mwaka 93 mimi nilikuwa hapo, ndo mwaka mimi nilimaliza mida saa 7. Si ushaelewa? Alipigwa nani? Tena mgeni rasmi alikuwa Ali Hassan Mwinyi. Na waliweka kiingilio uingii mpaka uwe na kanga ya Simba. Walikuwa nayo. Sawa. Watu walinunua kaingia kufika ndani wakachana nani kanga za Simba wakakaa jukwani wakashangilia. Mpaka leo tunamkumbuka Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema. Ali Hassan Mwinyi anauliza Lunyamila yuko wapi? Kipindi wao wanapigwa. Sushawa. Sasa kwa hiyo
Dalali namwambia tena atoke mbele za watu. Aombe samahani, atoke mbele za watu aombe samahani. Kwa kauli aliyotumia, mpira wa sasa hivi hakuna mazoea kuambiana kupigana, sio hakuna. Sasa hivi nyinyi waandishi nadhani mnakuja mipirani. Mnaona Simba na Yanga sasa hivi wanakaa jukwaa moja. Ndio. Si ushelewa? Watu wanapiga story wanaangalia mpira. Yeye asiturudishe huko. Sisi tupo kwenye nchi ya amani. Mama Samia Suluhu anaongoza ulinzi kila kitu. Sawa? Na wananchi wote tupo kwa nini? Kwa amani. Na ndio maana mpira tunaangalia kwa amani. Labda nimwambie Dalali, mpira ni fair play. Hata mwenzako jukwani kaanguka, fair play ya mpira unamwangalia mwenzangu kapatwa shida gani. Ndio maana ya mpira. Mpira sio vita. Hii anatoa kutuletea yeye, tutakuwa na wasiwasi na uraia wake. Umefikia huko? Sisi Tanzania hatujawahi kufikia hatua kuambiana atakufa mtu uwanjani. Tutamngangania. Sisi wa Tanzania falsafa hiyo hatuna nayo. Tutaangalia uhalali wake. Japokuwa ipo mzee. Kwa sababu nchi za jirani ndio wanapenda masuala vita. Hii nchi ya amani. Hizi propaganda sio kwamba huwa ni kawaida sana kwa Simba na Yanga. Hakuna Simba na Yanga ndio kwanza kaongea leo kusikia Simba na Yanga msemaji yoyote au mzee yoyote akasema masuala kama hayo. Hakuna, ndio kwanza tunashangaa hii. Si ushelewa? Na pili Zanzibar mpaka sasa hivi hakuna mtu wa Yanga, mashabiki wa Yanga wataenda kuangalia mechi. Na akatazwi mtu. Si ushelewa? Na bahati mzuri tunamshukuru Rais wa Zanzibar Mwinyi kuweka bure. Si ushelewa? Maana Mwinyi kuweka bure, hajasema mashabiki wa Yanga waende bure. Au mashabiki wa Simba waende bure. Mwinyi kaeka bure, watu wa mpira wakaangalie mpira. Sawa? Na watu watavoenda Unguja, watu wengi watanufaika. Wafanya biashara watafanya biashara, wenye magesti watakodisha gesti watu walale. Si ushelewa? Ndio maana ya kwa bure. Sio yule dalali akili yake labda hivyo kwa bure waende kuangalia peke yao. Mpira uchezi chumbani. Sawa, wangetaka watu wasiende mpirani wangepeleka Bunju kwao. Ule uwanja wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo raia yoyote wa nchi ya Tanzania anaruhusiwa kuingia kwenye uwanja ule. Kuruhusiwa na ruhusiwa ila si hujumu. Wewe nikuulize, kwa mfano mimi naenda na hujumu nini Simba? Nikuulize swali, au mtu wa Yanga anaenda uwanjani anahujumu vipi Simba? Wenda wenyewe wanajua zaidi ndio maana wamesema hivyo. Na ndio maana kwambaje, kwa hiyo maana yake Simba hawaamini mpira kucheza, wanaamini ushirikina. Si ndio maana yake? Kwa hiyo maana yake mzee Dalali mpaka sasa hivi timu yake haiamini. Labda mtaenda kuwaongezea nguvu pale jukwaa. Kuongezewa nguvu. Hata sisi tulivyocheza na Saja, Simba walishangilia kuwapa nguvu Saja. Ni aina ya utani. Si ushelewa? Na watu wa Yanga hawajawakataza Simba wasishangilie. Wasitegemee kuwa Belekane atakosa mashabiki. Wasitegemee hilo. Kwanza akilini kwao wafute, wasitegemee Belekane kama atakosa mashabiki. Mashabiki wa Belekane wapo. Mashabiki wa Belekane wapo. Mashabiki wa Belekane ndani ya nchi wapo. Kwani uzioni jezi zinavaliwa? Nishaanza kuziona. Na kuuliza jezi uone zinavaliwa? Nishaanza kuziona. Ukiona jezi zinavaliwa maana yake mashabiki wa Belekane wapo na mashabiki wa Belekane watasafiri na meli maalum. Meli maalum kutokea Dar es Salaam. Maalum, angalia kesho Jumamosi, Jumapili kama uone mashabiki wa Belekane wanasafiri. Soro unanipa za ndani. Wewe sikaa uone na utaona wapo Belekane, unajua kuna Waarabu weusi. Wewe unaona Waarabu weusi? Kama kuna mzungu mweusi inakosekana vipi kuwa na Mwarabu mweusi? Wapo Wapo Waarabu weusi. Wote subiri kuwaona. Wewe subiri waone Waarabu weusi. Simba kitu ambacho wanakitegemea na ambacho huwa kinawapa faida sana ni nguvu ya mashabiki. Hasa kwenye mechi muhimu kama hizo. Na unatuambia kwamba Berkane nao ina mashabiki wa hapa Tanzania. Kwa hiyo ngome inaweza kawa ngumu. Labda nikuambie, nilishasema mapema. Wajipange, wasije kutoa lawama. Sawa, kwa sababu dalali anapoanza kuongea hivi, tayari anakwepa lawama kwao. Anapeleka lawama sehemu nyingine. Si ushelewa? Hii wao viongozi wa Simba pamoja na wazee wa Simba wajipange wanashindaje mechi. Si ushelewa? Wajipange wanashindaje mechi. Wasiangalie Yanga shiriki mashindano hayo. Si ushelewa? Yanga katulia, wachezaji wa Yanga washapewa hofu. Wapo nyumbani wamepumzika. Sawa. Sasa labda nikuulize, unaweza kuzuia wachezaji wa Yanga wasiende kutazama mechi? Hapana. Uwezi ukawazuia. Uwezi. Kuna Real Madrid, kuna Barcelona. Sawa. Kwa hiyo hawa mashabiki hawatazamani mechi zao? Wanatazama.
Sasa mzee dalali anatupeleka wapi? Hata Manchester United pia wamesikika huko wakisema kwamba vilabu vingine vya pale Uingereza vilikuwa vitaki wachukue kombe. Jana mfano mdogo, juzi tulikuwa tunaangalia finali kati ya Spurs sawa na Manchester United. Sawa, Manchester United hajatoa lawama kama kafanywa fitina. Manchester United kakwambia hadi vilabu vya Uingereza vilikuwa vitaki achukue kombe. Sawa, kawakataza watu wasiingie uwanjani? Haja wakataza. Hii ndio maana ya mpira. Si ushanielewa? Kwa hiyo mzee wangu ameteleza. Kwanza nilivyosikia anavyoongea, sikutegemea kama yeye anaweza kuongea maneno kama yale. Nimemshusha samani kabisa. Hali kama Max nimempa 0. Hakuna kijiji kinachokosa wazee. Inaelekea mzee yule hata uwezi kama wewe umegombana na mkeo kaenda kumchukua dalali aje kusuluhisha, hawezi. Kwa nini sasa? Kwa maneno aliyoongea watu hawezi kusuluhisha hata ndoa za watu. Kweli Nasoro. Nakwambia hivyo. Kwa sababu mzee hata hekima hana. Maana mimi najua wazee lazima wawe na hekima. Yeye maneno aliyoongea jana hata hekima hana. Kwa hiyo mzee mwenye hekima hawezi kusuluhisha fujo ya watoto wake. Kwa sababu mzee dalali, Simba na Yanga wote ni sawa sana vijana wake. Kama yeye anakiuka leo, wazee wa Yanga nao wakikiuka atakuwaje? Kwa hiyo kama yeye leo anaanza anasemaje? Watu wa Yanga hawataki. Kwa hiyo basi akae chini, sawa? Na wanachama wake na mashabiki wake na wao wasiende kwenye mechi ya Yanga. Hauoni uadui? Ila Nasoro alibainisha kwamba kusema awe ni ndani ya Simba ama nje ya Simba, tutabaki naye. Hakuna hicho, yule kazunguka, sisi tunamjua. Alipolala sisi tumeamka. Susha unaelewa? Alipolala sisi tunamwamka. Wenzake vitu kama vile, hata kama umeona unataka kufanywa fitina, unafanya uchunguzi kimya. Ndio maana hekima umgundue nani. Sasa wewe saa hizi unaweza kuambia watu wa Yanga wanakufanyia fitina. Kumbe fitina ipo humo ndani mwenu. Unamjuaje? Kwa sababu hata mwaka 93 fitina zilifanyika humo ndani ya Simba. Na alisema hivyo pia. Sawa. Hata mwaka unaweza kufanyika humo. Yeye aliongea mwaka 93 Yanga ndio aliwakosesha ubingwa. Sawa. Kama ulimsikiliza vizuri kasikiliza clip yake. Kwa hiyo Yanga aliwakosesha ubingwa mwaka 93. Yanga alicheza namba ngapi? Cheza namba yoyote. Kwa hiyo umekosea vipi? Wenyewe wa ndani wanajua zaidi. Hawezi kujua mtu aliyohujumu mechi ya mwaka 93. Na leo hii wapo naye ndani. Labda mimi nikwambie, simtaji jina. Ila akitaka nitamtaja mzee dalali. Mtu aliyohujumu mwaka 93 Simba isichukua ubingwa na leo hii yupo ndani na hao wamemkumbatia. Kama yeye anaweza kuongea ukweli, kwa nini asiongee? Na yeye dalali anajua aliyohujumu mechi mwaka 93 kukosa ubingwa, yeye anajua. Asitafute kivuli cha kupitia kona. Asimame amwambie, anaogopa nini? Au anaogopa atakosa pasenti ya hela? Au ndo aanze naye huyo? Mimi ningemwona kamtaja, ningemjua kweli mzee dalali anaipambania Simba. Lakini kumtaja hawezi na hawezi kutoka hata siku moja kutoka kuongea kusema aliyohujumu Simba huyu mwaka 93. Hawezi. Nasoro, ukiwa kama shabiki wa masuala ya kimichezo, tukiachana na Young Africans, katika mchezo huo wa finali, unaona Simba akienda kupindua meza watani wako? Sioni. Wataroga, watakesha, watalala, wataamka. Quality ya mpira ndio tenda kuongea. Si ushaelewa? Hata kama ukiloga vipi, kama timu una utafungwa tu. Si ushaelewa? Mimi Simba ninavyoiangalia siwezi kuona inakwenda kushinda. Kwa sababu Simba ina kazi mbili kwenye ile mechi. Angalau hawa mazumbukuku wa mtaani wanapiga kelele wanaenda kushinda. Maana kuna mazumbukuku. Wapo mazumbukuku. Wana 99% Simba anaenda kushinda. Hajui kama Simba ana kazi mbili. Simba ana kazi kwanza azuie Belekani asipate goli. Kazi ya kwanza azuie ndani ya dakika 90 Belekani asipate goli. Alafu hiyo ndani ya dakika 90 inabidi yeye apate goli 3. Ndio kachukua ndoo. Sasa unavyoangalia Belekani na beki za Simba zinaweza kuhimili Belekani asipate goli ndani ya dakika 90. Sababu hapa tunaongelea mpira. Tushatoka kule kwa mzee mwengu, tushatoka. Tunaongelea mpira. Jinsi unavyoona Belekane na jinsi unavyoona beki ya Simba.
Kwa beki ya Simba na uwezo wa kuzuia dakika 90 Berkane wasipate goli. Na kuna mwamba mmoja forward wao mmoja. Sawa, kule akucheza kule. Na jana wanavotua nimemwona yule mwamba yumo. Sawa, yule mwamba akucheza kule. Alikuwa katoka kwenye majeruhi akamwacha aje mechi ya Dar es Salaam. Yule mwamba yupo. Ile style ya kuacha watu wapige vichwa hiyo. Tutakuja kuambiana. Mambo ya kutegea. Ya mambo sio mambo kwa Simba kana goli la kwanza amefungwa sio wametegeana. Sio hiyo. Kwa sababu goli la kwanza wamefungwa Simba wametegeana. Yule mwamba yupo. Walimsifia Kamara. Kuna midfield ilikuwa ina kadi mbili za njano. Yule Kamara anasubiri. Sababu Berkane kule kwao hajacheza wachezaji watatu. Na wachezaji muhimu. Wachezaji muhimu first 11 ya Berkane wanaanza. Kwa hiyo maana hapa tunawategemea kama sisi wa Berkane, kama sisi mashabiki wa Berkane wale wachezaji wanakuja kuanza. Wenda tukapata mchezo mzuri na bora zaidi wa fainali kama Ahmed Ali alivyosema kwamba hakuna mchezo mzuri wa fainali kama huu kuachana na ule ambao mlicheza nyie. Wakisema hakuna mchezo wa fainali mzuri kuliko aliocheza Yanga utakuwa huu. Sawa. Sisi tutakuja kumjibu baada ya mechi kuisha. Mimi sasa hivi siwezi kumjibu, nitakuja kumjibu baada ya mechi kuisha kwa sababu fainali ya Yanga Afrika, sawa? Hakuna mtu aliofungwa. Susha leo mtu kaenda kuchukua kombe kwa kanuni. Susha leo mpaka hapo ninachokuambia.